Koma kuengai Yemangega giamono Njera shia odi Awi hoke kumoinge Unje kago magega Andonde hangionake Nderi ya wogotokia Nataka kuwasalimu nyote ambao mnanisikiza na kunitazama mahali ambapo mlipo. Kwa majina yangu ninaitwa Overseer Elias Gitoga wa kanisa la CFF Christian Foundation Fellowship hapa Weumirerie, na nimekuwa nikifundisha juu ya wafalme wa Yuda, na nilianza kusoma in the book of 2 Chronicles chapter 10, na tuliongea juu ya mfalme wa kwanza hapo ambaye alikuwa anaitwa Rehoboamu, na Rehoboamu alikuwa mwana wa Suleimani, yule mfalme ambaye alikuwa na hekima nyingi sana. Na kutoka hapo tukaona juu ya yule ambaye aliashiwa na Rehoboamu, ambaye alikuwa mwana wa Rehoboamu, na alikuwa mfalme wa pili ambaye alikuwa anaitwa Abija. Kutoka hapo tukasoma juu ya Asa, na wakati ambao siku ambayo nilikuwa ninakunenea tulisoma juu ya Jehoshafat mwana wa Asa. Na siku ya leo tena ninataka niongee juu ya mfalme wa tano wa Yuda, na leo tutaangalia in the book of 2 Chronicles. Chronicles ni mambo ya nyakati wa pili, na tutaangalia mlango wa 21 na tutasoma from verses 1. Na kwa sababu ya masaa ninaweza kosa kusoma, lakini nitataja tu. Lakini nataka niseme ya kwamba kulingana na 2 Chronicles chapter 21 and from verses 1, Biblia inaonyesha ya kwamba mfalme huyu ambaye alikuwa anaitwa Jehoramu alikuwa mwana wa Jehoshafatu, mfalme wa 4 wa Yuda. Na Biblia inaonyesha ya kwamba huyu mfalme ambaye alikuwa anaitwa Jehoramu hakufanya mambo mazuri kama Jehoshafatu baba yake, vile ambavyo tuliona ya kwamba alifanya mambo mazuri na kanenenda na mienendo mizuri mbele za Bwana. Lakini Jehoramu hakufanya mambo mazuri mbele za Bwana kama baba yake Jehoshafatu. Badala ya Jehoramu, huyu mfalme wa Yuda mwana wa Jehoshafatu afuate mienendo na tabia ya Jehoshafatu baba yake, ambaye nimekuambia alifanya mambo mazuri sana mbele za Bwana. Alifuata mienendo na tabia za mfalme wa Israeli ambaye alikuwa anaitwa Ahabu. Na Ahabu nilikuambia ya kwamba ni mfalme mmoja ambaye alikuwa mwovu sana mbele za macho ya Bwana, na ndiye alikuwa mwabudu Baali. Sasa Jehoramu alifuata mienendo na tabia za Ahabu, maana kulingana na verse 6 in the book of 2 Chronicles chapter 21 and verse 6, Biblia inaonyesha ya kwamba Jehoramu alikuwa ameoa binti wa Ahabu. Na ni undu ucio handu ha Jehoramu morio wa Jehoshafatu etikire ko influencewo ni ithe Jehoshafatu
influencirwo nĩ ithe wa mũtumia wake na niwe wetagwo Ahabu. Oguo Jehoramu ekaga ũrĩa ithe wa mũtumia augaga, na aroraga na kũrĩa ithe wa mũtumia enda kũrorwo. Na kwa hivyo hii inatufundisha ya kwamba ni vizuri sana kuangalia who is influencing you. Maana watu wengine ni waovu lakini very influential. Wako na influence sana ijapo kuwa ni waovu. Na kwa hivyo ni vizuri kuangalia who is influencing you. Nyumba ya Ahabu, mfalme muovu, ambaye alikuwa ameoa Jezebelo, yule ambaye ako na sifa baya sana kwenye Biblia. Hiyo nyumba ilikuwa na uovu mwingi sana, lakini walikuwa very influential. Walikuwa na influence sana. Huyo mama ambaye alikuwa anaitwa Jezebelo ndiye alifanya hata bwanake Ahabu aabudu Baali, na akafanya Waisraeli karibu wote waabudu Baali. Karibu Elijah abaki peke yake, nabii Elijah abaki peke yake, na hata yeye mwenyewe alikuwa ameona, Elijah alikuwa ameona kana kwamba amebaki peke yake. Lakini Mungu akamwambia ya kwamba nimejibakishia watu 7,000. Na watu 7,000 ni watu wachache sana. Hao ndio tu hawakuwa wamefuata, na hawakuwa wameabudu Baali, na hawakuwa wanainamia Baali. Wengine wote Israeli nzima na walikuwa influenced na Jezebel na hii nyumba ya Ahabu. Kwa hivyo ndio nimekuambia ya kwamba nyumba ya Ahabu ilikuwa very evil, but very influential. Lakini jambo lingine ambalo nimegundua kulingana na 2 Kings chapter 9 and verses 22, ijapo kuwa nyumba ya Ahabu ilikuwa influential, lakini inaonekana Jezebeli alikuwa anatumia hata witchcraft. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba hata Jehoshafatu kufanya kile ambacho Ahabu alikuwa anataka kuelekea mahali ambapo Ahabu alikuwa anataka aelekee, hata kama alikuwa mtu wa Mungu ambaye alikuwa anafuata Mungu, inaonekana ya kwamba kuna witchcraft ilikuwa inatumika. Maana 2 Chronicles chapter 9 and verses 22 inaonekana Jezebelo alikuwa anatumia witchcraft. Todo hederia Jehu athiaga kũraga mũriũ wa Jehoshaphat muthamaki Joramu. Joramu amũria gwĩ thayũ. How verse 22, Joramu Jehu amwĩrire thayũ wake hĩndĩ ĩrĩa ũmaraya nologi wa nyũkwa Jezebeli ũingĩhĩte ũũ. Oguo nĩ kuonania Jezebel nĩ ahũthagĩra witchcraft, na andũ mangĩaga gwetha hinya wa Ngai kana mage gũtuĩka strong spiritually, no mekore nĩ mara controlwo nĩ andũ marahũthĩra witchcraft.